Leo nakupa sababu kuu moja ambaye sababu hiyo ni muhimu sana kwa Marekani. Kwa nini Marekani anamsaidia Israeli? Nadhani wewe hujajua kwa nini yani Marekani na Israeli washirika wakubwa. Kwa sababu kuu hii moja, Israeli inasadikika kuwa na inakadiriwa kuwa na inasema kuwa ni taifa teule. Ni taifa ambalo historia hata ya kidini ina historia kubwa sana tangu enzi ya kina Mtume Musa huko, tangu alivyowakomboa na Waisraeli kutoka Egypti kuwarudisha kwao, na hao wanaitwa kama Hebrews. Na Waisraeli kitu kimoja hapo ambacho wanacholingia duniani ni taifa ambalo linaloongoza katika kuwa na wanasayansi wa hali ya juu sana, wamejaliwa vipaji vikubwa sana, wamejaliwa majiniazi wakubwa sana. Kwa maana hiyo Marekani anatumia Israeli katika mambo yake mbalimbali ya kisayansi. Usione haya mambo ya mabomu ya nyuklia, mambo ya vitu vikubwa sana ambavyo vinavyozalishwa kisayansi, mambo ya ugunduzi wa vitu mbalimbali, Marekani anasaidiwa sana na Israeli. Kwa hivyo ndio maana Marekani amegundua, ameangalia mita 400 mbele mpaka mita 5000 mbele, kwamba ili niwe more advanced technology lazima niwe karibu na Israeli. Maana Israeli wanasayansi wa Israeli wanaweza kanipa jinsi ya utengenezaji wa vitu mbalimbali duniani. Ukizungumzia mambo mengi sana, mambo kutengeneza mengi sana, mambo ya meli, mambo ya vitu vya teknolojia, wanaanzisha Waisraeli. Yani wanasayansi wao wana IQ, nasema wamejaliwa na Mwenyezi Mungu katika uwezo mkubwa sana. Kwa maana hiyo lazima Marekani itumie Israeli na lazima wawe marafiki, kwa sababu ikianguka Israeli pia Marekani teknolojia inakuwa inaanguka kwa kiasi kikubwa sana, na sio kidogo. Yani Marekani katika teknolojia kama ikianguka Israeli, wao katika teknolojia itaanguka kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wanategemea Israeli katika mambo makubwa sana. Ukisikia majiniazi wa teknolojia, Israeli hatari sana katika mambo ya kompyuta, katika mambo ya utengenezaji vitu mbalimbali. Na ndio maana wa Marekani, wanasayansi wa Marekani wanaenda kusoma sana Israeli, na wanachukua wana Israeli ndio wakisoma Marekani, kwa sababu mwana wa Israeli akisoma mara moja anasoma mara 10 zaidi. Kwa hiyo wana IQ kubwa sana. Hiyo ndio sababu kubwa moja hapo ya Marekani kuisaidia Israeli muda wote, kwa sababu kwamba Israeli anamkodisha au anampa advanced technology, au wanasayansi wa Israeli wanampa akili kubwa Marekani ya kutengeneza na uendaji wa vitu mbalimbali. Na ndio maana uchumi wa Marekani leo hii kiteknolojia unakuwa mkubwa mmoja hapo, na teknolojia inakuwa mkubwa sana, kwa sababu mambo ya mabomu yote au mambo ya nyuklia yote Waisraeli wapo hatari sana, na ndio maana taifa linapata msaada mkubwa kutoka Marekani. Japokuwa vita ya Israeli na Palestina Marekani ameshindwa, na bado ipo inadumu miaka na miaka, kwa sababu chanzo chake kikubwa sana, lakini Marekani hashindi kumsaidia Israeli nyuma, yani kwa mlango wa nyuma. Ndio maana Mwirani pia yuko nyuma ya Palestina, na hiyo ndio shida kubwa kwa sasa hivi mpaka mgogoro unaendelea. Nikumbushe tu mtazamaji wa Asham TV, unapata zidi kupata update zako za mbalimbali zinazoendelea hapa, iwe za siasa, iwe za burudani, na hiyo ndio siasa inaendelea sasa hivi duniani, na ndio habari kubwa ambayo inaendelea duniani sasa hivi. Ni mgogoro mkubwa sana unaozuka au uliozuka mpaka sasa unaendelea kuzuka zaidi ya Irani na Marekani na Israeli, na nazidi kukupa update mbalimbali na vyanzo vyake mbalimbali za mgogoro huo. Nikukumbushe tu habari za subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, na pia bonyeza alama kengele, comment, share na like. Asham TV, always available. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kushare na kucomment. Asham TV, always available.